Warumi 5 mstari wa kwanza na wa pili, basi tukiisha kuhesabiwa haki itokayo katika imani, na muwe na amani na Mungu kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa yeye tumepata kwa njia ya imani kufikia neema hii ambayo mnasimama ndani yake na kufurahi katika tumaini la utukufu. Muwe na amani na Mungu ni bad translation ya SUV. James anasemaje? We have peace with God. Tunayo amani na Mungu. Kwa hiyo sio swala la tumefanya nini. Kule kuwa na amani na Mungu, kuhesabiwa haki ni kwa imani peke yake, sio kwa matendo yetu, sio kwa kujitahidi sisi kuendelea. Unaweza kuangukia kufikiria kwamba unapokuwa kiroho ndio Mungu anakubali zaidi. Pamoja na umuhimu wote wa ukuaji wa kiroho, still it doesn't add God's faithfulness in your life. Haiongezi uaminifu wa Mungu. Uaminifu wa Mungu umeonekana kwenye nini? Kazi ya Yesu Kristo. Kwenye Tito 3 anasema lakini wema wake Mwokozi wetu Mungu na upendo wake kwa wanadamu ulifunuliwa, alituokoa si kwa sababu ya matendo yetu ya haki tuliyotenda sisi. Kwenye Wakolosai 2 mstari wa 8 hadi 9, kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani kutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu, wala si kwa matendo, mtu awaye yote asije akajisifu. Kwa tendo la kukua kiroho halimfanyi mtu aokoke au aokoke zaidi. Kwa muamini ambaye ameokolewa leo, nataka aliyeokolewa miaka 10 iliyopita, kwa maana ya aina ya wokovu alionao ni mmoja, sababu zote ni kazi ya Yesu Kristo inapokolewa kwa imani. Lakini ukuaji wa kiroho ni another thing. Filemoni 1:6 sema, namshukuru Mungu wangu siku zote nikikumbuka katika maombi yangu, nikisikia habari za upendo wako na imani ulionayo kwa Bwana Yesu na kwa watakatifu wote. Mstari wa 6, ili kwamba ushirika wa imani yako ufanye kazi yake katika ujuzi wa kila kitu chema kilicho kwetu katika Kristo. Hapa anaombea ukuaji wa kiroho. Ndio anasema ushirika wa imani yako ufanye kazi yake. The communication of your faith may become effectual. Neno effectual sawa sawa na neno effective. Effective maana yake utendaji wangu unakuwa bora. Ina maana kama nilikuwa nikifanya kazi nafika 80% sijafanikiwa, maana yake nikiongezeka kwa effective, maana yake nafika 90. Sehemu moja hapa hiyo effectiveness ni kwamba kwanza awe na ujuzi, alafu na couple up with maombi. Kwa hiyo maombi ambao Paulo anamwombea hapa, anajua tayari huyu mtu ni muamini, lakini anamwombea kwamba kile anachokijua kiweze kuwa shared out, isiwe to head knowledge.